Kama tulivyokuwa hivi, Your Excellency, tunakimbisha mambo mpaka tuone karibu time itatoshea. Sasa before nikaribishe wanasiasa ambaye pia watakukaribisha, MP wa hapa, MC wa hapa, kuna maneno machache tu ninakwambia Your Excellency, pamoja na wale wako hapa wote. Mimi nimekuwa mwalimu wa Biblia, nimefundisha miaka karibu 20 nikiwa principal. Na subject moja yangu ilikuwa kuchunguza wafalme wote wa Israeli kutoka Saulo kuendelea mpaka wa mwisho mpaka ufalme ulipomalizika. Na kwa kuchunguza kwangu pia, mimi si mwenye siasa sana, lakini kwa wakati huu nimefuata yote ambayo imetendeka katika Kenya na siasa vile zimeendelea, na kwa kampeni yangu na kwa elimu yangu ambayo nimesoma, ninaweza tabiri kuwe na shida, kuwe na siasa kali, kuwe na kuomba Mungu, na hiyo ni sehemu kubwa na ndio yetu, kuwe kwenda kwa waganga, kufanyiwe jambo lolote, na mwenendo wako Your Excellency vile umeenda ni kwamba mpaka leo we are talking here in this church, ushindi ni wako. Let me assure you, ifanyike kwa njia yoyote chini juu. Unajua kuna mfalme aliitwa Saulo na hakupenda kuacha ufalme wake. Ilibidi akufue Saulo aende kwa mganga. Ninajua wewe umesoma Biblia yenu tangu ulipokuwa kijana wa sekondari, ulipenda Mungu sana. Na hakuna kitu kikubwa kama maisha ya mtu kupenda Mungu kutoka ujana na utaratibu wa maisha yake yote. Hakuna mtu hata mmoja dunia hii mtakatifu na when we talk about God. Lakini Mungu hatazami mambo ya nje mengi ambaye makosa tunayofanya katikati hivi. Mungu anatazama roho. People can judge in a different ways, lakini Mungu ndiye jaji wa mwisho na anajaji kulingana na roho ya mtu. Na actually unapenda Mungu na unaweza endesha nchi hii kwa njia ya Mungu ambaye ni wokovu mkubwa sana kwa nchi yetu ya Kenya. Every country in the world, nchi yote katika dunia inayotawaliwa na kiongozi ambaye anamcha Mungu. I can just give an example ya Moi. Moi ingawa aliambiwa hivi na vile, nimekuwa na yeye nikiwa kijana, nikiwa kikoro. Moyo wake ulipenda Mungu sana. Na ndio hata mwisho aliita bishop wake aombe meza ya Bwana. Na akaimba hivyo, unasema damu ya Yesu kusafisha kabisa. Before he died. Na kuimba hilo wimbo, actually mipango ya mazishi yake haikupangwa kwa kadiri ya vile wanadamu wangependa, lakini ilikuwa kubwa, one of the best in the whole world. Kupenda Mungu kwako kutafanya ushinde na ushinde na ushinde, na watu watashangaa. Nimezunguka nikienda kwa shughuli za kidini katika karibu Kenya na makabila yote. But I can assure you people in this church today, na Your Excellency, I can assure you today, usiogope hata kidogo. Mungu wa mbingu ndiye atakushindania. Itungwe hii, itungwe ile, itengenezwe hii, ipandishwe hivi, lakini at the end of the day, ushindi ni wa mtu yule anamcha Mungu. And God is a witness kwa mtu yule angependa atuongoze. Na sio peke yake, sisi waombaji tukiomba ni lazima hatuombi mashetani,
ingawa dini imeharibika siku hizi. Wahubiri they are running after money, after viti, after ukubwa, lakini sisi tuliokoka zamani, unajua tumeweka dini ya zamani ya kumcha Mungu kabisa. So when we pray seriously, na tuna maono tunaonyesha na Mungu. I want to assure you church here, na wenye siasa mlioko hapa, hata ninyi wenye siasa, kama hutajua kutegemea Mungu, usifikiri maneno yako yenye hekima na ujaja wako wa kunena na kwenda ugangani na mambo kama hayo itakusaidia mbele za Mungu. It will help you the day unayefanya na kujifariki, but at the end of the day, jioni mambo itabadilika.